Haya ndugu zangu, content mmeiona hapo ya dada Rosalia. Ni content ambayo nataka wote tuelewane kwamba huu mradi wa Wadada Center uko hapa kwa ajili ya kwenda kusaidia watu majumbani, na kwenye familia za watu ambako tunaamini kabisa maadili mema yanajengwa kwenye familia. Na wadada ambao mnakuja hapa, mnakuja kwa ajili ya kujenga hatima zenu. Wengi au wote mnasema mnahitaji mitaji mwende mkafanye biashara ili muweze kufikia hatima zenu, ndoto zenu. Sasa huwezi kufikia ndoto kwa kutaka kufanya vitu ambavyo sio vizuri. Huwezi kufika kwenye malengo yako kwa kujiingiza kwenye tabia ambazo ni mbaya. Tabia zozote ambazo haziendani na neno la Mungu zitakuumbua tu, zitakuexpose, zitakudhalilisha. Kwa hiyo sisi, maana ya kushare na nyinyi ni kuendelea kuwasisitiza wale wadada ambao mko makazini na wale ambao mnatarajia kuja kufanya kazi na mradi wetu. Sisi tuko serious, hatuko hapa kupoteza muda, na tunaamini kabisa Mungu ametuweka hapa ili tuweze kufanyika baraka. Wewe unataka kufanikiwa, na mafanikio siku zote yanaanzia chini. Ukiona kwamba unataka kuja Wadada Center kwa ajili ya kwenda kupigania ndoto zako, utengeneze mtaji wako, basi njoo ukiwa umenyooka. Njoo ukiwa umenyooka. Kwa hiyo na imani kama umesikiliza vizuri content ya dada Rosa, umeona ni dada ambaye kwa kweli anajutia alivyo, namna ambavyo hakunyooka kazini kwake, kwa hiyo ikapelekea changamoto ambazo amekutana nazo. Na huyu ni tofauti na yule ambaye alikuja hapa kininja, amebadilisha majina yani bado anataka kuja atudanganye sisi na aende huko kazini ambako alikuwa sijui nia yake ilikuwa ni nini. Hao watu ni watu wawili tofauti. Yule ambaye anakiri kwamba hicho alichokifanya ni kitu kibaya, ni kitu ambacho anajutia, kimemrudisha nyuma, huyo tunampa chance ya pili. Lakini yule ambaye atakuja hapa ajifanya anatudanganya, anakuja hapa kwa nia ya kuendelea kutumia vibaya platform hii, huyo hatutamsamehe, kwa sababu nia yake inakuwa ni ovu, haonyeshi kwamba kweli ana nia nzuri. Kwa hiyo hao ni watu wawili tofauti. Nafikiri kwa wale ambao mlikuwa mnashangaa, jamani, mbona mtu anaomba msamaha? Mtu hawezi kuomba msamaha kwenye video ambayo yani ndio umemkamata, amekuja anakudanganya majina, ameleta dokumenti zenye majina tofauti, na anasema kabisa hajawahi kufanya kazi na sisi, alikuja tu kwa ajili ya interview. Huo ni yani ni ujambazi wa level za juu kabisa. Actually ni kitu kibaya sana. Kwa mtu kama huyo huwezi kusema anaomba msamaha, hapana. Alikuwa tu kwa sababu sasa ameshadhalilika, ameumbuka, ameumbuliwa, ndio akajifanya kuomba msamaha. Lakini kwa dada Rosa kidogo iko tofauti, kwa sababu toka akiwa kazini alikuwa nakiri kwamba kweli malalamiko ya bosi wake ni ya kweli, na alipokuja hapa kituoni akakiri pia kwamba kwa kweli naombeni mnipe chance, nimejifunza mambo mengi na imani kwamba sintarudia tena. Hiyo ni tofauti kabisa. Mtu anaonyesha kwamba kweli labda atajifunza. Kwa hiyo tunampa chance kumwangalia, na tukimwangalia kwa karibu kabisa, je, hizo tabia zitaendelea kujirudia au atakuwa ameacha kabisa? Kwa sababu binadamu tunabadilika, basi tunampa chance. Tuseme tu sasa wadada kama hawa sio wale wa kupandisha mshahara, hawa ni wa kushusha kabisa. Yaani kama alikuwa smart unamrudisha kabisa, anakuwa traditional, aende yani anakuwa amepoteza vitu vingi. So wadada, tafadhali naomba mzingatie hilo jamani. Yani tunapowaambia mwende mkafanye kazi hizi kwa uaminifu, sio kwa faida yetu tu, na faida yenu. Yani ili ufanikiwe lazima uwe mwaminifu, lazima uwe mwadilifu, ufanye kazi zako kwa kuzingatia haki, uaminifu, uchapakazi. Hizo ndio sifa ambazo popote utakapokwenda utafanikiwa. Kinyume na hapo ni mambo ya kudhalilika. Utadhalilika kwa tabia za ajabu ajabu, na sisi hapa hatutapepesa macho, hatutafumbia macho tabia zote za ajabu, kwa sababu mwisho wa siku zinakuja kutuharibia kituo na zinakuja kunigeuka mimi mwenyewe. Kwa sababu tunapozungumzia Wadada Center, brand ya Wadada Center ni Joyce. Na mimi nimeanzia kwenye kazi za ndani, lakini sikufika hapa kwa kudanganya, kwa kudokoa, kwa uvivu. Hizo tabia nazowaambia ambazo haziwezi kupeleka popote, sio zilizonifikisha hapa. Lazima uwe mwaminifu, lazima uwe mwadilifu, uwe na heshima, uwe na adabu, na uwe mchapakazi. Hizo ndio tabia zitakazo kupeleka mbele. Na kwa kuwa mimi nimekuwa nikiwaambia niko hapa kuwaongoza, Mungu amenipa hayo maono ya kuweka hii platform hapa
kupitia mimi wengi mvuke mwende kwenye maono yenu, na wengi wamefanya hivyo. Tuna maelfu ya wadada ambao wamesaidika kupitia mradi huu. Sasa mimi sintakubali wachache watuharibie hichi kituo, siwezi kukubali kabisa. Unajijua una tabia za ajabu, hapa Wadada Center usije hata kidogo. Na mabosi ambao mna wadada wenye kona kona, wasilianeni na sisi, kwa sababu sisi utaratibu wetu, unapochukua dada tunakuwa tumefunga ndoa ya mwaka mmoja. Mwaka ukiisha unaanza tena huduma upya. Sawa jamani? Ya, kama una dada ambaye unaona ana longolongo, wewe wasiliana na sisi. Hawa wamekaa kazini mpaka miezi 11. Kama huyo mwezi 11 yani amekaa kasoro mwezi mmoja amalize mkataba wake. Lakini ndio hivyo, tabia zikizidi, bosi wake naona naye alivumilia, lakini mwisho akaona ya nini? Kwa hiyo msivumilie jamani, ndio maana mnatulipa. Tena sasa hivi mnatulipa hela nyingi kwa ajili ya sisi kuhakikisha kwamba muda wote mnakuwa na wadada wazuri kwenye familia zenu. Kwa ukiona dada amekaa, mwanzoni wanaanza vizuri kama malaika lakini baadaye akitoa makucha yake, kwa kuwa mkataba wetu ni wa mwaka mzima, usiogope kubadilisha. Na wale mnaoogopaga mimi kubadilishia watoto wa dada, sasa utakuwa ni dada lidokozi, dada ambaye muongo, unafundisha nini watoto wako? Kwa hiyo hilo swala la kusema mnataka wadada wa kukaa nao milele, ondoeni kichwani kwenu. Wewe nyumbani kwako weka dada mwenye maadili, weka dada mwenye heshima, weka dada mwaminifu, weka dada mchapakazi. Umechukua dada kwetu na unaona wewe dada ulionaye anabadilika, analongolongo, anakona kona, tupe kazi ya kukubadilishia. Sisi hiyo ndo kazi yetu, ndio maana mnatulipa. Mmetulipa kwa ajili hiyo, au kulipa tu kwa ajili ya kupata dada afu dada aje awe msalaba kwako. Hapana, msalaba alibeba Yesu peke yake, hao wengine hapana. Usije ukajitwisha msalaba ukasema ngoja tu nivumilie wadada wenyewe ya shida. Usikubali, usifanye hicho kitu. Haina maana ya kufanya kazi na sisi, na haina maana ya kutulipa hela zote hizo ulizolipia kama utaendelea kubaki na dada ambaye anakupa ma-stress. So guys, na imani tumeelewana, na naomba tuendelee kuelewana. Huu mradi hapa senta yake ni Mungu, sio pesa, ni Mungu kwanza. Ukimweka Mungu kwanza, utafanya mambo ya haki, utafanya mambo kwa uaminifu, utafanya mambo kwa uadilifu. Sisi ndivyo tunavyofanya biashara. Ndio maana unaona tunakuwa wakali hata kwa mabosi ambao wanaleta mambo yao ya ajabu ajabu, tunakuwa wakali kwa sababu si hatuogopi hela zao. Sisi tunamwogopa Mungu tu. Tuko hapa kwa ajili ya kutekeleza maagizo ya Mungu aliyetuambia tukafanya hizi kazi kwa uaminifu, kwa uadilifu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Tunajua tukisimamia haki na uadilifu, basi mambo yote hayo mengine yote tutazidishiwa, wala hela zitakuwa shida zetu. Kwa hiyo naomba wadada na mabosi, huo ndio mfumo wetu ambao tunakwenda nao. Tunaamini kabisa tukifanya hivyo tutakuwa na familia nzuri, wadada watafundisha watoto wetu maadili mazuri, tutakuwa na wadada ambao watakuwa na tabia njema kwa watoto wetu. Lakini tukiendelea kutolerate hizo tabia, tutaharibu. Na sisi hatuko hapa kwa ajili ya kuharibu kizazi, tuko hapa kwa ajili ya kujenga kizazi. Haya jamani, na imani tumeelewana, somo limeeleweka, message sent and delivered. Kazi iendelee.